Ngoja nikwambie leo, ndugu yangu. Unajua siku zote huwa nakuaga ni special kwa ajili ya kufundisha maisha. Na hii imekuja baada ya kufunguka kisaikolojia. Binadamu tuko katika maisha ya infect sana. Waliotutangulia ndio waliotuharibu. Nisikilize kwa makini. Usitake kuonekana unatenda wema sana, ingalikuwa unanyanyasika. Utaniambia ni kwa nini unanyanyasika? Unanyanyasika kwa sababu umezidisha wema mbele kuliko kupambana mwenyewe na kujua unatokaje hapo ulipo. Na kwa nini hujui unatokaje hapo ulipo? Ni kwa sababu hapo ulipo umewekwa. Hapo ulipo umewekwa. Sasa naomba nikwambie kitu kimoja, wewe ndugu yangu ambaye ni binadamu mwenzangu. Binadamu tumeumbwa kwa mengi, lakini hayo mengi tunavokaa bila kuyatambua, tunakuwa ni kama watu tuliyekufa. Mungu amekuumba uje duniani. Kwanza kabla ya kukuumba uje duniani, alikuumba ili uwe msaidizi wa kazi zake. Lakini kwenye ile sekta amegundua kwamba binadamu ni kiumbe dhaifu. Na ndio maana hata alipomuumba shetani kwa wakati ule, tukienda kwa maandiko ya Biblia, shetani alimsaliti. Baada ya kumsaliti, akamtupa na kumkana kabisa. Sasa hivyo akaja binadamu mwingine ambaye ndio tunasema ina Adam, sijui na Eva, sijui na kama kuna wengine, wewe utakuwa unaelewa kutokana na jinsi ulivyosoma Biblia. Binadamu huyu naye ambaye alitwa Adam, na akaja na Eva, nao walikuja wakamsaliti. Ndio ujue kwamba binadamu ni kiumbe dhaifu. Chochote unachokiumba, hata wewe leo, chochote ambacho utakitengeneza wewe, lazima kiwe dhaifu. Ndio maana kina uwezo wa kusaliti sehemu yoyote, wakati wowote, muda wowote, japokuwa unakimiliki. Sasa naomba unielewe kitu kimoja. Una uwezo wa kutengeneza gari, lakini hutoweza kuhakikisha kwamba hiyo gari haiwezi kukusaliti. Kwa hiyo unachopaswa kuwa makini
kwamba muda wote unaweza kusalitiwa, kwamba gari hilo ni kiumbe dhaifu, umekitengeneza wewe. Lazima kikusikilize utakachokiamuru kifanye. Lakini licha ya kusikiliza, kwa kuwa chenyewe ni dhaifu, kina uwezo wa kusaliti mara popote. Endapo tu kitakapoamua, kitakusaliti. Hakitataka kujua umekifanya fanyeje, umekizingatieje, umekimshi vipi, umekifanya nini. Hakitutaka kujua. Endapo kitakapoamua kukusaliti, kitakusaliti. Aidha kwa kuharibika, upo katikati ya safari, sawa. Aidha kuanguka ukiwa safarini, unaona. Aidha kuungua, hata kuwaka moto kabisa, kuteketea wakati ukiwa huko safarini. Na yote kwa yote, kumbuka hilo lote ni jambo ambalo unapaswa kulitambua. Kwa hiyo kuwa makini. Kila jambo, kila kitu unachokiandaa wewe ni dhaifu. Leo fundisho limeishia hapo, lakini mafundisho mengine yapo, yanakuja. Ninachokupa tu wosia ni hivi, yanayokuja ni zaidi na zaidi. Unachopaswa tu kutega masikio yako na akili yako kusikiliza. Na utakapofanikiwa kupitia mafundisho yangu, huna budi kuja kunishukuru. Kila ninachokitoa kinahitaji utambuzi wa akili yako, na kitakufungua endapo kama utakisikiliza kwa makini, utakielewa. Kitakufanya kuwa notification moja ambayo ni daima na milele. Hutokaa kujuta hapo ulipo. Unachotakiwa ni kuelewa na kusikiliza kwa umakini. Hichi kinachokitoa ni adimu sana, hakijawahi kutoka popote. Ndio kwanza unakisikia hapa leo. Mkali Studio, notification zipo lalia. Shukrani ndio ufunguo wa kila mmoja. Saluti kwa wote ambao mnasikiliza, wote mnaotoa shukrani, na wote mnaoamini, na wote mliofunguliwa kwa haya mafundisho. God bless you.